Lakini ahadi yake Rais William Ruto wakati ambapo alikuwa anaingia kwenye mamlaka ni kwamba angepambana na masuala ya uchumi na zaidi wale walio chini kuinuliwa kupanda juu. Ukiangalia hilo limeafikiwa kwa kiwango kipi wakati huu? Tunaona ya kwamba maisha juzi niliangalia katika mitandao, naona runinga ya Citizen ikuwa imefanya documentary ya kusema bei ya bidhaa katika maduka yetu tukilinganisha na vile bei ya bidhaa ilikuwa 2022 wakati Mheshimiwa Rais alikuwa anachukua nafasi ya kuwa rais, na tunaona ya kwamba bei ya bidhaa tofauti imeteremka. Tukiangalia mambo ya kilimo, wananchi ambao wanalima kahawa, wanalima majani chai, wanalima miwa, wanalima maziwa, wanalima bidhaa tofauti. Saa hii wako na furaha juu bei ambao wanaenda kuuza hizi kahawa na majani chai na kila ingine yote iko na bei mzuri katika soko kuliko wakati rais alikuwa anachukua wadhifa ya kuongoza nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo jameni, kuna mabadiliko. Kuna mwananchi wa kawaida ambaye anategemea maziwa alikuwa anategemea lita moja shilingi 20, shilingi 30. Kwa sasa lita moja ni shilingi 50, shilingi 60. Wakati alikuwa anachukua urais, kilo moja ya kahawa ilikuwa haijafikisha shilingi 100. Kwa sasa kilo moja ya kahawa imefikisha shilingi 150, 140 na inaendelea kuendelea juu. Unazungumzia baadhi ya bidhaa lakini ambazo ni pia ilikuwa katika ahadi ya kilimo, ni kitu ambacho aliahidi. Nazungumzia mwananchi wa kawaida ambaye ako kule mashinani, ambaye ako na shamba yake ya eka moja ya kahawa, huyu na ndio anategemea peke yake. Nazungumzia kuhusu mwananchi ambao, mimi nilikuwa mbunge wa Mbeere North. Mwananchi ambao wa Mbeere North ambaye anategemea mgoka na hakuna kitu kingine anategemea, bei iko namna gani? Unaweza kusema the effects of Kenya Kwanza zinasikika katika maeneo yote ama baadhi ya maeneo katika taifa hili la Kenya? Maeneo yote katika taifa letu la Kenya. Manake umezungumzia majani chai, ukazungumzia ukienda katika tuseme wa mahali kuna mifugo, mahali huko Narok, Kajiado, Garissa, Mandera, Wajir, mahali wananchi wanategemea mifugo. Tunaona serikali ya Mheshimiwa Rais imepanga mipango dhabiti ya kuhakikisha kwamba bei ya mifugo iko imara. Na wakati kuna kiangazi na mifugo inaaga dunia, serikali ya Mheshimiwa William Ruto iko na mpango wa kuhakikisha kuna ile tunaita restocking. Kuhakikisha kwamba wewe ambao ulikuwa na ngamia yako 100, wakati ngamia zinaweza angamia juu ya kiangazi, juu hakuna vile unaweza fanya mambo ya kiangazi, unafindiwa na serikali ya Kenya. Kwa hivyo inazingatia kona zote za nchi yetu ya Kenya. Tukienda katika wale ambao ni wavuvi katika huko Omambi, tuliona vile rais alijenga mazingira sawasawa ya soko kubwa huko Omambi ya kuhakikisha wale wanafanya biashara ya samaki wanafanya biashara sawasawa na inaleta pesa katika mfuko yao. Wakati ukienda huko Mombasa ambao pia wanazingatia uvuvi vile serikali imeweka mipango ya kuhakikisha wale wako katika sekta ya uvuvi wanaangaliwa sawasawa na serikali, na yale ambao zile samaki ambazo wanapata siko na bei mzuri na siko na soko ya kuhakikisha